Matumaini yangu umzima wa afya kabisa kokote pale ulipo mwana michezo ambaye unatufuatilia kwenye ukurasa wetu huu wa Msuya Digital. Lakini nikukumbushe tu, kama bado hauja subscribe kwenye ukurasa wetu wa Msuya Digital, basi ingia pale YouTube, kisha search Msuya Digital, alafu subscribe, comment kwenye video zetu, like pamoja na kuwasha alama ya notification ili kuwa kwanza kuendelea kujipatia taarifa mbalimbali za kimichezo. Kubwa zaidi ambalo tunakwenda kuliangazia kwenye siku hii ya leo, tetesi za usajili zimekuwa kubwa, ama tetesi za usajili zimekuwa nyingi kweli kweli hapa nchini Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini jambo kubwa ambalo sisi tunalizungumzia kwenye siku hii ya leo ni kuhusiana na nyota ama beki wa Young Africans. Hapa namzungumzia Bakari Nondo Mwamnyeto, mchezaji ambaye mpaka hivi sasa tunavyozungumza ameshafikisha umri wa miaka 30. Beki ambaye alijiunga na Young Africans kutokea Coastal Union mnamo mwaka 2020-2021. Bakari Mwamnyeto ndipo aliposaini mkataba wa kujiunga na kikosi hicho cha Young Africans akitokea katika timu ya Coastal Union. Jambo kubwa ambalo linamhusisha Bakari Nondo Mwamnyeto, baada ya msimu huu kutamatika, kuna taarifa ambazo zinaeleza kuwa ataondoka katika klabu ya Young Africans kutokana na kitendo ambacho alikifanya kwenye mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo ambao ulichezwa katika uwanja wa CCM Liti pale mkoani Singida. Kwa taarifa ambazo tunazo, inaelezwa kuwa beki huyo Nondo Mwamnyeto mkataba wake unatamatika kwenye kikosi hicho cha Young Africans mwishoni mwa msimu huu. Nikiwa nazungumza mwishoni mwa msimu wa 2025-2026. Utakumbuka tangu Mwamnyeto amejiunga na Young Africans mpaka hivi sasa ni takriban misimu 6 akiwa kama kapteni ndani ya kikosi hicho cha Young Africans. Lakini taarifa ambazo tunazo ni kwamba bado Young Africans hawajaanza mazungumzo na mchezaji huyo Bakari Mwamnyeto kuhakikisha ni kwa namna gani anaendelea kusalia ndani ya klabu ya Young Africans. Bakari Mwamnyeto ni mchezaji ambaye amekuwa na mafanikio makubwa. Utakumbuka tangu ajiunge na Young Africans aliaminiwa na makocha mbalimbali ambao wamewahi kupita hapo. Utakumbuka kipindi cha Miguel Gamondi akiwa Young Africans, ni kocha ambaye alionekana kumwamini. Nasruddin Ali Nabi ambaye amewahi kupita Young Africans, na ni kocha ambaye alionekana kumwamini sana Bakari Nondo Mwamnyeto. Makocha mbalimbali wamepita mpaka hivi sasa kwenye kikosi cha Young Africans, takriban makocha 7 mpaka 8 ambao wamepita tangu msimu mwaka 2020-2021 mpaka sasa. Wote wameonekana wakimwamini Bakari Mwamnyeto na kuendelea kumpa nafasi ya kuwa captain ndani ya kikosi cha Young Africans. Lakini taarifa hizi zimekuja baada ya kikosi cha Young Africans kupoteza mchezo wao dhidi ya Dodoma Jiji. Kama una kumbukumbu, mchezo ambao ulipigwa pale CCM Liti, Bakari Nondo Mwamnyeto aliweza kujifunga, na baada ya hapo mchezo ambao ulifuata Young Africans dhidi ya JKT Tanzania hakuwa miongoni mwa wachezaji ambao walicheza kwenye mchezo ule, na sababu kubwa ambayo ilikuwa inaelezwa ni sababu ya yeye kutokuwa sawa kisaikolojia kutokana na kile ambacho mashabiki walikuwa wanakizungumzia baada ya mchezo ule kutamatika. Lakini kwa taarifa ambazo tuko nazo mpaka hivi sasa, Young Africans bado hawana mpango wa kuachana na beki huyo Bakari Nondo Mwamnyeto kwenye dirisha la usajili ambalo linatarajiwa kufunguliwa baada tu ya msimu huu kutamatika. Lakini kwa wewe ambaye unajiuliza baada ya Bakari Nondo Mwamnyeto sasa kuondoka kwenye kikosi cha Young Africans, ni wachezaji gani ambao wanatajwa kuja kuchukua nafasi yake? Baadhi ya wachezaji ambao nimewafuatilia kwa undani zaidi ni wachezaji wawili. Mmoja ni kutokea maeneo ya TRA United, lakini mchezaji mwingine ni kutokea katika klabu ya Mashujaa. TRA United ni Nasir Kombo ambaye yeye anatajwa kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wanatajwa kuchukua nafasi ya beki Bakari Nondo Mwamnyeto pamoja na Mohamed Musa kutokea katika klabu ya Mashujaa. Hao ndio wachezaji miongoni mwa wale wachezaji wawili ambao wanatajwa kuhusishwa na klabu ya Young Africans kwa ajili ya kuja kuchukua nafasi ya beki huyo. Kwa wewe ambaye bado haujasubscribe, basi usisahau kusubscribe channel yetu ya Msuya Digital kwa ajili ya kuendelea kujipatia taarifa mbalimbali za kimichezo.